Simba ya asali na maziwa imeshawadia. Simba bora, Simba mpya, Simba ya kisasa, Simba ya karne ya 21 tayari imeshawadia. Simba imesubiri kwa muda mrefu, tayari imeshafika. Wana Simba wote sasa ni muda wa kurejea kwenye zizi kwa ajili ya kuisupport na kuiunga mkono timu yetu ya Simba Sports Club. Mchezo ambao cheza hii leo dhidi ya Mashujaa ulikuwa ni mchezo wa kushowcase, ni mchezo wa kuonesha watu kwamba kuna mabadiliko makubwa kwenye timu yetu. Ulikuwa ni mchezo wa kujipambanua kwa mashabiki wetu ya kwamba tayari Simba imeshafanyiwa maboresho na maboresho yanakwenda kufanya kazi kwa 100%. Leo hii tumeshuhudia mpira ambao hatujauona kwa muda mrefu. Leo hii tumeshuhudia ari ya upambanaji ya kiwango cha hali ya juu mno. Leo hii tumeshuhudia Simba bora ambayo hatujaiona kwa muda mrefu. Hakika tuna uwezo wa kutamba sasa kwa kinywa kipana ya kwamba tumeamsha upya matumaini yetu ya kuchukua alama 9 katika mechi 3 ambazo zimebaki za ligi mabingwa Afrika. Lakini rasmi tunauanza upya ushindani katika kupigania taji la ligi kuu ya NBC. Timu ya kusema hivyo tunayo, wachezaji wa kualia yamini ya namna hiyo tunayo. Simba mpya tumeiona hii leo Meja Isamuhyo. Kwenye wale wachezaji ambao wamesajiliwa mpaka sasa tumeona 4 kwenye mechi hii ya leo. Lakini sasa Anicet Oura ambaye wengi walisema na miezi 4 hajacheza, lakini kacheza vizuri siku ya leo. Katika jambo ambalo linatia matumaini sana na viongozi wetu wanastahili kupewa pongezi kubwa sana ni usajili huu wa dirisha dogo la msimu huu. Tumesajili wachezaji top quality, tumesajili wachezaji bora. Nyote mnafahamu ni ngumu sana kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, lakini Simba Sports Club tumefanikiwa na tumeweza kupata wachezaji wazuri kwenye dirisha dogo, na hilo limejidhihirisha hilo. Ukianza kwa mlinda mlango Mohamed Jibril Kasali Tanja, tumeuona ubora aliokuwa nao, tumeuona namna ambavyo ameiokoa Simba kwenye shuti kali ambalo alienda kucheza na Simba ikabaki kuwa salama. Tumeona anavyokuwa kiongozi kwenye kutengeneza mashambulizi na kwenye kuzuia mashambulizi. Lakini ubora wa Nixon Kibabage nadhani mmeuona, ni kama vile hajawahi kucheza mpira hapa Tanzania. Ni Kibabage mpya kabisa ambaye ametoka kwenye maboksi yake. Kibabage ameonyesha uwezo wa hali ya juu sana. Achilia mbali assist ambayo ameitoa, lakini ubora wake Kibabage inaonyesha ni dhahiri shahiri kwamba viongozi wetu wana jicho pana la kuona mpira, na ndio maana wakaona Nixon Kibabage ana uwezo wa kuja kuisaidia Simba. Muda wote alikuwa anapumulia kwa wapinzani, muda wote anapita anamwaga majalo. Na jambo zuri, unaona combination yake na Anicet Oura, namna ambavyo Anicet anamwachia Kibabage, Kibabage anajaza mtungi. Lakini ukija kwa Anicet Oura mwenyewe, mengi alizungumzwa, lakini tukasema miguu ya Oura ndiyo ambayo itakwenda kuelezea uhalisia yeye ni mchezaji wa aina gani. Tumeona hiki leo namna ambavyo amewafanya vibaya kweli kweli Mashujaa. Tumeona alivyowapindua, anakwenda anapunguza spidi, anaamsha mwendo, yani amefanya kile ambacho anachokitaka, na kile alichokifanya amekipatia kwa 100%. Huyo ni Anicet Oura. Lakini Libase Geye, nahitaji nimzungumzie ama nyinyi mtanisaidia kumzungumzia Libase Geye? Mechi yake ya kwanza akiwa katika ligi kuu ya NBC amefanya maajabu makubwa kweli kweli. Amechukua mali upande wa kushoto kule, akacha ya Mashujaa imekuaje, goli ambalo amelifunga Anicet Oura msimu Libase Geye msimu uliopita goli kama lile halijafungwa katika ligi kuu ya NBC, na msimu huu tumefika raundi hii ya 7 ya 10 goli kama lile halijafungwa. Anicet Oura huyo Libase Geye, unazungumzia bingwa wa AFCON, kijana kutoka Senegali, na yeye amechangia kwa namna moja ama nyingine Senegali kupata ubingwa. Ndio maana wa AFCON huu hapa huu. Ndio maana haishangazi kumwona ana ubora na kiwango cha hali ya juu kweli. Usinijekeshe mimi nitacheka. Ana ubora wa hali ya juu kweli kweli. Mechi yake ya kwanza ni kama mchezaji ambaye kazaliwa Tanzania, ni kama mchezaji ambaye anaujua Meja Isamuhyo, ni kama mchezaji ambaye ameshawahi kucheza na wenzie, lakini ameonyesha kiwango cha hali ya juu, kiwango bora kweli kweli. Lakini goli bora la msimu of course
Goli kama yale ya kukata uwanja sio kila mtu anaweza akafunga. Magoli ambayo unafunga, kuna wachezaji 19 mbele yako, mpira nendeni mkawahesabu, mpira umewapita watu wote, imekwenda kuingia goli, na ametoka nao huku, amekwenda kwenye engo ya pembeni kule. Huyo ni mchezaji wa daraja la sasa. Yani Anicet Oura ana macho, ni ndege gani ana macho hapa? Libase Geye, Bunde ana macho hapa. Kwa hiyo ana uwezo wa kuona, yani anakaa hapa hivi lakini anaona huku pembeni. Hana haja ya kugeuza shingo kama anapiga dhana. Yani yeye ana uwezo wa kukaa namna hii alafu akaona pembeni, ndilo goli ambalo amefunga hilo. Sasa hiyo ni kongole kubwa kwa viongozi wetu kuleta wachezaji wa daraja la juu namna hiyo. Lakini tumemwona Ismail Toure, beki wetu wakati na ambavyo ameingia na amezima kwa ubora wa hali ya juu kweli kweli, akituliza mashambulizi. Na hii ndio Simba ambayo tunaitaka. Yani unakuwa na variety, unakuwa na buffet. Anatoka Rushain lakini haushikili roho, anakuja mtu mwingine pale wa chuma, anakuja kuzima. Simba inabaki kuwa salama. Lakini nimeshuhudia ingizo jipya hilo. Daudi Mwangosi angefanya inavyotakiwa kwenye dakika ile ya 93, dunia ingekuwa imegeuka. Mwezi ungetoka mpaka jioni, alafu jua lingetoka usiku, angefunga lile goli. Lakini bahati mbaya pressure ilikuwa ni kubwa na amekosa. Na niwatangazia kwamba Daudi Mwangosi, Baraka Mwangosi ni mchezaji mpya wa Simba Sports Club. Shamtambulisha hapo. Ulisema kwamba mechi hii ya sisi hatukutaka Mashujaa wajilegeze kama wanavyojilezaga wakicheza kwingine. Tulitaka Mashujaa watupe mechi